Hivi unajua hakuna dawa au relaxer aina yoyote inayokata nywele. Sawa sawa. Mimi leo ninatumia Movit, ni no base formula. Kwa hiyo kwa kuwa sitatumia base, ninachoenda kukifanya, nitatumia ile hair food, nitaitumia kama base, nitapaka kwenye hairline. Cha kwanza hakikisha umevaa gloves, kwa wewe ambaye ni mwekaji, alafu nenda zile nywele zako kazigawa. Unaweza ukagawa mara 4 au ukagawa mara 3 kama mimi ambavyo nimefanya hapa. Cha kwanza, unapogawa hii nywele au unapoenda kuweka dawa nywele yako, hakikisha upande wa chini kwenye ngozi ya mteja, yani kati ya nywele inapootea na unapoenda kuanza kuweka dawa, kisha unaacha nusu inchi. Usiipake moja kwa moja kwenye ngozi ya mteja. Sawa. Kitu kingine cha kuzingatia, kama ndo mteja ana retouch nywele, hakikisha unaziweka dawa zile nywele ambazo zimeota tu. Kama ni mteja anaweka dawa kwa mara ya kwanza, ndio utaenda kuweka nywele zote. Tunaelewana? Kama utakuwa na swali pia niandikie kwenye komenti hapo chini. Sawa. Kitu kingine ambacho tunapaswa kuzingatia kwa wewe ambaye unaweka dawa au unamweka mteja wako dawa, hakikisha una vifaa vyote. Kwa mfano, mimi hapa nimeanza na hiyo hair food ambayo nimetumia kama base, nina dawa yangu, lakini nitakwenda kuonyesha product nyingine ambazo nitakwenda kuzitumia. Hakikisha una product zote kwa matokeo mazuri. Baada ya kuchanganya nywele yangu sasa, mafungu yote nitarudi kwa ajili ya kuchana. Kwenye kuchana hivi sasa unaweza ukafikisha mpaka juu kule ambapo hatujaweka dawa. Sio lazima sana. Sawa. Kwa baada ya hapo nitazichanganya vizuri kama hivi, alafu nitakwenda kuosha. Sasa hapa kwenye kuosha, anza kwa kuosha na maji plain. Baada ya kutoa dawa yote, nenda katumia neutralizing shampoo. Hii neutralizing shampoo itasaidia kwenda kuondoa chemical zote. Yaani kisha unaosha mpaka unapata povu la pinki hivi. Kama huaga unaweka dawa hautumii neutralizing shampoo, haupati povu la pinki hivi. Mbona hivi nilivyoshika mkononi? Kwa hiyo osha, hakikisha povu linatoka la pinki, osha tena mpaka libaki povu leupe pe. Hapo itakuwa dawa yetu imeondoka yote kichwani. Kuna wale ambao mnawaeka wateja dawa na kwamba mimi siunguagi hata nikikaa na dawa siku nzima. Unaifanya nywele inakuwa overprocess, mwisho wa siku nywele lazima itakatika tu. Sawa. Twende na muda. Baada hapo nitaenda kutumia conditioner. Kwa kuwa nimetumia leave-in conditioner, sitakwenda kuiosha, nitaiacha. Na uzuri ni kwamba ukitumia leave-in conditioner huna haja ya kutumia hair setting lotion, kwa sababu leave-in conditioner na hair setting lotion zinakwenda kufanya kazi moja. Lakini kama tungetumia plain conditioner, tungeenda kutumia na hair setting lotion. Sawa. Kama una swali pia niandikie kwenye comment. Baada hapo utarudi katika zile hair food. Hakikisha mteja wako kama umemweka rollers, umemblow dry, ni nyinyi tu, itategemea na mteja anahitaji kitu gani. Sawa. Kwa hiyo tutapaka kwenye ngozi ya mteja kama hivi ambavyo unaona. Paka vizuri, nenda kama massage ile ngozi ya mteja wako. Mafuta ya penye ndani. Na hair food unaweza ukatumia katika matumizi ya kila siku. Kama umesuka, paka kwenye ngozi chini kabisa, kama knotless paka huku chini kwenye ngozi ya mteja wako. Sio kwenye rasta au juu ya nywele. Sawa. Kwa hiyo kisha nenda massage vizuri, blow dry tena, alafu utakuwa sasa tayari kwa ajili ya kwenda either kumstyle au kumbana mteja wako. Mfano mimi leo nilimbana mteja wangu, nikazivuta nywele zake nyuma, upande wa mbele nikaenda kuweka kama style hizi. Kalaza tu vistyle vidogo vidogo, vimistari vidogo vidogo upande wa mbele kama hivi. Baada hapo nitakwenda kuonyesha muonekano wa mwisho. Kwa wewe ambaye unaweka dawa, hakikisha unafuata processes zote. Hakikisha unafuata processes zote, usiruke step ili kupata matokeo mazuri na haraka. Mimi product zote nimetumia ni kutoka Movit product. Kwa na wewe pia una uwezo wa kujipatia za kwako. Finally nilimalizia na shine spray kuifanya nywele yangu ishine vizuri kabisa. Muonekano wa mwisho ulikuwa kama huu. Asante, naendelea kujifunza nasi.